Na ripoti kutoka kanisa la parokia Mtakatifu Agnesi 88 manispaa ya Morogoro ilipofanyika ibada ya kuaga mwili wa Fidelis Mauki ambaye ni bluda wa kanisa Katoliki shirika la ndugu wadogo Afrika Mtakatifu Francisco. Marehemu Fidelis alifariki mara baada ya kupata ajali kugongwa na bajaji akiwa anatembea kwa miguu. Hadi sasa taarifa iliyotolewa na jeshi la polisi Aprili 3 mwaka huu imesema kuwa mpaka sasa dereva aliyefanya tukio hilo hajakamatwa. Kutoka hapa katika kanisa hili, hizi ni ripoti za Ayo TV na millardayo.com. Mimi ni Jacob Sonyo. Na Fidelis huyu ni ndugu yangu, ni kaka yangu wa pili kwa uzao. Mimi ninavyomtambua alizaliwa mwaka 1957. Na alisoma shule ya msingi Materuni, ambayo ndio shule hata mimi nilisoma. Baada ya kumaliza shule basi akajiunga na shule za ufundi pale Kondoa. Kwa kweli kwa maisha yake alikuwa anapenda sana kumtumikia Mungu katika sala. Alikuwa hakosi kanisani siku za Jumapili na hata siku za wiki alikuwa anajitahidi kwenda kanisani kusali misa zile za asubuhi na hata jioni kwenye masifu yale ya jioni na rozari alikuwa anahudhuria. Tumekaa naye kwa muda mrefu sana, kwa muda wa miaka 14 hivi. Kwa hiyo mimi namtambua ni mtu alikuwa ni mcha Mungu na ni mtu alikuwa ni mshauri mzuri sana, na hata mimi mwenyewe alinivuta. Ingawa mimi nilikuwa mlegevu lakini alinivuta nikawa na mimi nimeingia katika mambo hayo ya kumtumikia Mungu, kuenda kanisani kila siku na siku za Jumapili pia. Ndio. Sasa kama familia sasa ni kwa namna gani mtaendelea kukumbuka kama alama? Mimi namkumbuka alipokuwa utawa, alipokuwa anapata nafasi ya likizo, akija kule nyumbani alikuwa anatusimulia habari za utume wake alikuwa anaufanya huko Morogoro. Kweli nilivutiwa sana na shughuli zake alizokuwa anazifanya za kufundisha dini pamoja na maisha ya sala. Kwa hiyo mimi kitu nilichojifunza kwake ni maisha ya sala. Yeye alikuwa kazi zake zilikuwa kazi za ufundi. Alikuwa ni fundi wa saa. Lakini baada ya kufanya kwa muda mrefu alikuja akafikia mahali akaniambia mimi nataka niende utawa. Na kweli alikuja pale Iringa akawa anajifunza maisha ya utawa. Alivyorudi akaniambia nimevutiwa, nataka nijiunge. Kwa hiyo akajiunga na shirika la Francisco ndugu wadogo wa Afrika. Baada ya muda akawa ananiambia ameweka nadhiri za mwaka mmoja. Na baadaye akaweka nadhiri za maisha. Na kweli alikuja pale nyumbani, tulikaa naye kwa kweli alikuwa anapenda sana neno la Mungu. Akiwa pale nyumbani kwa kweli anapenda sana kutuchambulia mambo ya Biblia. Nilipigiwa simu na dada kwamba ndugu yako Fidelis Mauki amepata ajali ya bajaji. Amegongwa akiwa anatembea kwa miguu na amefariki dunia pale pale. Sisi tunatamani yani kama kuna mtu aliyeona, kama kuna raia mwema aliyeona atoe taarifa ili yule dereva afuatiliwe na wengine wapate fundisho. Tukio la ajali ni kwamba yeye alikuwa ametoka kwenye nyumba yao ya utawa, alikuwa anaelekea katika utume, kwamba siku hiyo ilikuwa anakwenda shuleni. Basi alikutwa hapo mbele ya barabara kwenye sehemu ambapo kuna njia dogo na kwenye barabara kubwa. Maboda yao bajaji walimfahamu kwa kutoka mcheshi wake, wakawa wanaitana na kwamba bwana bajaji fulani kaisimama, dereva akamwambia mzee, mimi nakufahamu, njoo nikupeleke huko nakokwenda. Mwingine atakaja pale, njoo mzee, mimi nataka nikuchukue kwenye bajaji yangu twende kule. Na katika kibishana hivi basi hatimaye mmoja akaamua kuachilia kuchukua bajaji yake kuondoka. Sasa wakati akitaka vuke kwenda kwenye bajaji ya pili ambayo kijana alikuwa anamsubiri, ndipo gari katoka kwa upande wa huku 88 ikapita pale kwa kasi kwenye bump, na ndipo kwenda pale kwenda kupush ile
bajaji na hatimaye kumgonga mzee, na pale palipanguka mauti kamkuta na kifo kikapata moja kwa moja. Na mimi hapa nilipata taarifa hizo kwenye muda wa saa 4 nikipigiwa simu wakati naelekea Utume Gairo kwa semina ya waumini, na ndipo nikatoka hospitali kubwa kwamba kuna brother mmoja yuko hivi mrefu mfupi mnene kidogo, mtu mzima amegongwa na gari kaitwa hospitali amefariki. Nikawaelekeza kwamba huyu anaitwa brother Fidelis, kwa hiyo kama kuna pekee mnaambia kasa basi bwana amefariki toba ndugu zake. Ndipo nilipomjibu kwa bwana ndugu zake ni sisi kwa sababu ni mtawa. Ndipo nikaanza kutuma taarifa kwa vijana wa pale kanisani ili waende kumuona, na hatimaye ndipo wakaenda kumweleza baba Ricardo anafika hapa, na process zingine zikafanyika ili kuweza kuhifadhi mwili na kufikia hospitali na kumwaga. Msamaha ni jambo la msingi sana kwa wokovu wetu. Ndiyo maana katika sala ya msingi kwa Wakatoliki inaitwa Baba Yetu, ambayo Yesu mwenyewe amefundisha. Tunasema wazi, tusamehe makosa yetu kama na sisi tunaowasamehe wanaotukosea. Maana yake sera ya Mungu, sera ya Yesu inatuambia samehe usamehewe. Kama hausamehe hauwezi kusamehewa. Wokovu unatokana na msamaha kwa wengine. Ndio maana tunasali, tunawaombea marehemu. Leo kwa namna pekee Mzee Fidelis Mauki, kama ana makosa ya kibinadamu, Mungu amsamehe makosa yake, ampokee katika nuru ya uso wake aliyetanguliwa nayo tangu kuumbwa kwake. Na sifa za mzee huyu upole na utaratibu. Mzee huyu hata ukikutana naye tu unamuona kabisa huyu si wa kawaida. Mimi sina mazoea sana na yeye kwamba namjua kinaganaga, lakini sura yake alivyo na mwenendo wake tangu nimeanza kumjua mimi, mtaratibu sana mzee huyu. Na naamini si mtu wa magomvi, si mtu wa kuongea sana, si mtu wa zabina. Ni mtu anayejali kazi yake, na wasifu wake umetuambia alijitolea kabisa kwa Mungu kupitia shirika lake kuhudumia wanyonge, kuhudumia watoto, kuhudumia wanafunzi, kuhudumia waumini, kuhudumia binadamu wengine wote. Na mimi tangu namfahamu marehemu huyu ni mwalimu wa dini mashuleni, na hata wakati anakwenda katika wajibu wake amepatikana na ajali njiani, anakwenda kufundisha, alikuwa serious na ofisi yake ya walimu. Ndio maana tunasikitika, kanisa limepoteza mtu muhimu sana. Kanisa limepoteza kiungo. Kanisa limepoteza mwalimu